Baada ya rais wa Marekani Donald Trump kupunguza ushuru wa bidhaa kutoka China kutoka 145% hadi 30% kwa muda wa siku 90 ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kibiashara, Trump amerejea tena kwa kusema China imevunja makubaliano ya kibiashara waliowekeana na Marekani pasi na kuweka wazi ni makubaliano gani hasa yaliyovunjwa. Hii ni TriGen Media, salia nami. Trump alitoa kauli hiyo kupitia chapisho la mitandao ya kijamii Ijumaa, akisisitiza kuwa hatakuwa tena Mr. Nice Guy kwa taifa la China katika swala la biashara. Saa chache baadaye akiwa ikulu ya White House alithibitisha kuwa atazungumza na rais wa China Xi Jinping huku akitumaini kufikia mwafaka, ingawa alisisitiza kuwa China imekiuka makubaliano yao. Ingawa haikubainika wazi ni makubaliano gani aliyodai yamevunjwa, kauli hiyo imeonekana kutia dosari matumaini ya awali ya mazungumzo ya amani ya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa za kiuchumi duniani. Hii ni baada ya Trump kupunguza ushuru kutoka 145% hadi 30% kwa bidhaa kutoka China kwa kipindi cha siku 90, huku China nayo ikipunguza ushuru wake kutoka 125% hadi 10% kwa bidhaa za Marekani. Trump alielezea kuwa hatua ya kupunguza ushuru huo iliimarisha kwa haraka uchumi wa China, huku pia ikileta afueni katika kampuni za Marekani ambazo zilikuwa zimeathiriwa vibaya na viwango vya awali vya ushuru vilivyokuwa vimezuia kabisa uingizaji wa bidhaa kutoka China. Lakini kauli hizo mpya zinaonyesha jinsi mivutano kati ya Marekani na China inavyoendelea kuongezeka, hasa wakati Trump akihitaji kuonyesha kuwa sera zake za ushuru zinazalisha matokeo chanya kwa viwanda vya ndani na uwekezaji wa ndani wa kiuchumi. Katika wiki hiyo hiyo, serikali ya Marekani pia ilitangaza hatua mpya za mvutano kwa kuanza kufuta visa za wanafunzi wa China walioko Marekani, hatua ambayo wachambuzi wameitafsiri kama sehemu ya mashinikizo mapya dhidi ya Beijing. Mbinu za Trump katika mazungumzo ya kibiashara zimekuwa zikibadilika mara kwa mara, hali ambayo imekuwa ikiathiri masoko ya fedha duniani kwa kushuka na kupanda kwa gharama za bidhaa ghafla, huku ikizua hali ya sintofahamu kwa wafanyabiashara. Hali hiyo imezua wasiwasi zaidi baada ya mahakama ya Marekani wiki hii kutoa uamuzi kuwa Rais Trump alikiuka mamlaka yake ya kisheria alipoweka ushuru mpana wa siku ya ukombozi mwezi Aprili, pamoja na ushuru kwa bidhaa kutoka China, Canada na Mexico kwa madai ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa dawa za fentanyl. Hata hivyo, mahakama ya rufaa ya Marekani iliruhusu kwa muda serikali kuendelea kutoza ushuru huo kwa kutumia sheria ya dharura, wakati Trump akisubiri uamuzi wa rufaa alioiwasilisha. Wakati huo huo, ubalozi wa China nchini Washington ulielezea kuwa mawasiliano kuhusu masuala ya kiuchumi na kibiashara yameendelea baina ya pande hizo mbili tangu maafisa hao walipokutana Geneva karibu wiki 3 zilizopita. Ubalozi huo pia ulieleza kuwa serikali ya China imekuwa ikiwasilisha wasiwasi wake mara kwa Marekani kuhusu kile ilichokiita matumizi mabaya ya vikwazo vya usafirishaji wa bidhaa, hasa katika teknolojia ya chipu za kompyuta. Ubalozi huo ulisisitiza kuwa China inaamini kuwa Marekani inapaswa kusahihisha mara moja hatua zake walizoziona kuwa si sahihi, kusitisha vikwazo vya kibaguzi dhidi ya China na kuendeleza makubaliano yaliyofikiwa katika mazungumzo ya ngazi ya juu yaliyofanyika Geneva. Sun Yun, ambaye ni mkurugenzi wa programu ya China katika taasisi ya Stimson Center mjini Washington, alitathmini kuwa China inatumia mbinu ya kusita makusudi katika mazungumzo ili kujiongezea nafasi ya kujadili masharti kwa faida yao. Kwa upande wa China, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Lin Jian alieleza kuwa Marekani imekuwa ikipanua kwa kiasi kikubwa dhana ya usalama wa taifa kwa lengo la kuingiza siasa kwenye biashara. Aliongeza kuwa China inapinga vikali hatua hizo na itaendelea kulinda kwa uthabiti haki na maslahi yake halali. Nchini Marekani, waziri wa fedha Scott Bessent alieleza katika mahojiano na kituo cha television cha Fox News kuwa mazungumzo na China yamekwama na kwamba hali hiyo inahitaji viongozi wa juu wa pande zote mbili kushiriki moja kwa moja kuyasukuma mbele. Alisema kuwa kutokana na uhusiano mzuri uliopo kati ya Rais Trump na Rais Xi Jinping, anaamini kuwa China itakuwa tayari kurejea mezani pindi Trump atakapowasilisha msimamo wake rasmi. Hii inaashiria kuwa mvutano wa kibiashara kati ya mataifa haya mawili yenye nguvu kubwa kiuchumi bado haujafikia kikomo, huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa makini iwapo hatua za kidiplomasia na kiuchumi zitaleta suluhu ya kudumu. Hii ni TriGen Media.